Misa imeanza ambayo ni kusanyiko la kuadhimisha pamoja misa ya karamu ya mwisho. Siku ya Alhamisi kabla ya Ijumaa ile ambapo Yesu aliyatolea maisha yake msalabani, Yesu alikula chakula cha jioni pamoja na wanafunzi wake. Jioni hii takatifu tunayoadhimisha misa takatifu na baadaye mwendelezo wa kukaa pamoja na Yesu wa Ekaristi katika kuabudu kwa zamu kama tulivyopangiana hadi hiyo saa 6 kamili. Bwana wetu Yesu Kristo anakuwa pamoja nasi katika adhimisho la misa takatifu, na pamoja nasi tunapokaa naye katika kumwabudu yeye ambaye anatuimarisha katika misa takatifu. Somo la pili linatueleza kuwa kama ambavyo tulisikia, usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu. Mtakatifu Sirili wa Alexandria akiyachukua hayo maneno ya Kristo aliyosema, huu ndio mwili wangu, anatufundisha kwa maswali anayojiuliza na kuyajibu mwenyewe. Kwa kuwa yeye mwenyewe alisema juu ya mkate, huu ni mwili wangu, ni nani kati yetu anayeweza kuthubutu kubisha? Na kwa kuwa yeye mwenyewe alisema juu ya kikombe alichokuwa amekichukua katika mikono yake mitukufu akisema, hii ni damu yangu, ni nani basi kati yetu atakayebisha kusema kuwa si damu yake, ile divai inayobadilishwa na baadaye kuwa damu ya Kristo ndani ya kalisi katika kila adhimisho la sadaka ya misa takatifu? Huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Yesu alisema, na Paulo mtume amechukua yale maneno ya Kristo kwa uaminifu kabisa, akisema usiku ule kama ulivyoambiwa kwamba Yesu alitoa mkate akisema, huu ndio mwili wangu. Basi ule mkate ambao Yesu aliutoa katika mikono yake mitukufu na akaubadilisha kuwa mwili wake ndiyo Ekaristi takatifu. Leo mwajua kwamba siku ya Alhamisi Kuu, swali ambalo hupaswi kulikosa hata ukiulizwa siku ya kazi na siku ya mapumziko, iwe asubuhi ama jioni, kwamba sakramenti ya Ekaristi takatifu ilianzishwa lini? Wale ambao mwaka huu ni wazazi na wasimamizi, niwaambie tulichelewa. Tumeshughulikia tu habari za majina, vyeti na vingine, lakini baadaye tutaanza utaratibu mpya wa wazazi kuwasaidia wazazi na wasimamizi ili na wenyewe kukumbuka zile hazina za imani yao. Hapa swali moja tayari, niandikie idadi ya sakramenti ambazo Kristo alizianzisha 7. Mbele yake andika kila sakramenti ilianzishwa lini. Mbele yake andika maneno ambayo Kristo aliyatamka wakati anaadhimisha sakramenti hizo. Basi mtu akikuuliza kuhusu sakramenti ya Ekaristi takatifu, wewe useme kwa sauti na kwa kujiamini, tena ikiwezekana kwa sauti na kwa herufi kubwa, sakramenti ya Ekaristi takatifu ilianzishwa siku ya Alhamisi Kuu. Leo tunasherehekea birthday, sikukuu ya kuzaliwa na kuanzishwa kwa Ekaristi takatifu. Labda waweza kutamani kujiuliza ama kuniuliza ama kumuuliza yeyote, hivi Yesu alianzisha Ekaristi takatifu kwa ajili ya nani? Sikiliza basi maneno ya Paulo mtume kama tulivyosikia katika somo la pili. Huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu.
Basi najua waweza kupenda tena kuendelea kuuliza, hivi Yesu alikuwa anawaambia kina nani kwamba mwili wake umetolewa kwa ajili yao? Yesu alikuwa anawaambia mitume wake jioni ile ya karamu ya mwisho, akiwa katika chumba kile cha ndani. Alikuwa anawaambia mitume wake, wale mitume 12. Alikuwa anawaambia viongozi wa wafuasi wake ambao baadaye wangemsadiki Kristo kutokana na huduma ya wale mitume 12. Tuelewe kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, yapo maelekezo ambayo anayatoa kwa kanisa zima, lakini anayatoa kwa wale walio viongozi wetu, wale ambao wanakuwa wamewaandaa kwa kusudi kubwa, na baadaye anawapa maelekezo ya kwenda kufafanua ukweli wa Injili na kuishi Injili katika mazingira yetu. Kwa hiyo alikuwa anawaambia mitume wake, lakini alikuwa analiambia kanisa zima, nasi ambao tunasadiki baada ya kazi njema ya wale mitume 12. Hebu tuendelee kuulizana, je, wale mitume wote walikuwa wakamilifu bila mapungufu yoyote? Maana aliwaambia, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Je, wale walikuwa wakamilifu bila mapungufu yoyote? Ukisema ndio, utakuwa unajidanganya. Kwa hakika jibu ni hapana. Maana humo katika lile kundi ambalo aliwaambia, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, alikuwepo bwana mkubwa Kefa, mwamba ambaye jina lake lilibadilika likawa Simoni Petro, ambaye tunajua aliyoyatenda katika mchakato ule na katika safari ya Bwana wetu Yesu Kristo kukamilisha kazi ya kutukomboa, kwa sababu alimkana mara 3. Lakini pia tunajua ndiye Petro yule ambaye alimwambia kwamba Bwana, achana na habari za msalaba, achana na habari za msalaba, usife ubaki nasi. Na Yesu akamgeukia akamwambia, nenda nyuma yangu Shetani wewe, kwa sababu uyawazi yale yaliyo kimungu. Katika lile kundi lile ambalo alikuwa analiambia, alikuwemo pia Yuda ambaye alimsaliti Yesu. Si hao tu, lakini ndani ya lile kundi la wale mitume walikuwamo pia wale waliokuwa nashindana kuhusu nani anayepaswa kupewa shikamoo, yani aliye mkubwa kati yao. Ndipo akamwambia, akasema, anayetamani kuwa mkubwa kati yenu, basi nawe tayari kuwa mtumishi wa wote. Kwa kweli si kwamba walikuwemo hao, lakini pia alikuwemo na yule mwanafunzi aliyependwa na Kristo na aliyempenda Kristo kwa moyo wake wote na kwa bidii yake yote, aliyetoa ujana wake kwa ajili ya Kristo. Naye ndiye yule Petro, Yohane, aliyetambulikana kwa usafi wake wa moyo, ukunjufu, upendo na unyenyekevu, aliitwa mwanafunzi aliyependwa na Yesu. Basi wewe naye jione kuwa mmoja wa hilo kundi ambalo Kristo leo anatamka akisema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Ekaristi Takatifu ni kwa ajili yako. Yesu alipoanzisha Ekaristi Takatifu ibaki duniani, alianzisha kwako wewe ambaye japo si wa dunia hii, wewe uko katika dunia hii, msafiri kwenda mbinguni, msafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ekaristi Takatifu ni nguvu yako, ipokee. Ni faraja yako, ipokee. Ni uzima wako, ipokee. Ni chakula chako, kipokee. Ipokee Ekaristi Takatifu mara nyingi. Utapata nguvu mara nyingi za kuweza kutimiza majukumu yako kifamilia, pamoja na changamoto nyingi za maisha unazoweza kukutana nazo. Katikati ya maisha magumu ya kifedha, katikati ya maisha magumu ya kimahusiano na majirani zako, katikati ya maisha magumu kwa wale walio wanafunzi, kukumbuka vyote mwalimu akiwa darasani, halafu akiondoka
unakuwa unakumbuka tu yule mwalimu ni wa somo gani, lakini amefundisha nini ukumbuki vizuri. Pokea Ekaristi Takatifu mara nyingi, utapata ujasiri wa kumpenda Mungu na kumpenda na jirani yako, hata yule ambaye anakusema vibaya, anakufikiria vibaya na anatamani asali kwa ajili yako, sio kwamba ili ufanikiwe, bali kwamba hata kile kidogo ulicho nacho kiweze kupotea. Pokea Ekaristi Takatifu mara nyingi, utapata nguvu za kuweza kuwasamehe wale waliokutia majeraha makubwa moyoni na kukusababishia msongo wa mawazo ukiwa bado hata hujatimiza miaka 40 ya kuishi duniani. Ekaristi Takatifu ni chakula cha malaika. Ndiyo, Ekaristi Takatifu sio tu chakula cha wale walioonyesha na makosa yale yalionekana akina Petro, akina Yuda na wale wanafunzi wengine waliokuwa na gombania kubwa. Ekaristi Takatifu pia ni chakula cha kina Yohane, wale ambao moyoni mwao walifanana na malaika. Ekaristi Takatifu ni chakula cha vigeugeu kama Petro na Yuda. Ekaristi Takatifu ni chakula chako wewe ambaye leo asubuhi unaweza kuamka kusema, nataka katika ibada zote za siku hizi 3 za Pasaka nijitahidi kuwepo wakati wa maandamano ya padri na watumikiaji na wimbo wa mwanzo. Lakini baadaye mambo yanakuwa mengi, unajikuta umefika ibada ikiwa imeanza. Ekaristi Takatifu na wewe ni kwa ajili yako, wewe ambaye unaweza kila mara kuwa na makusudio mazuri, mipango mizuri ya maisha, kuhusu watoto wako, kuhusu mume wako, kuhusu kanisa, kuhusu mwenzako ndoa. Lakini baada ya kuyawaza unasema, niachane nayo haya kwanza, nitafanya mwakani, maana muda bado unaruhusu. Pokea Ekaristi Takatifu mara nyingi, kwa kuwa ukiwa na bidii ya kuipokea Ekaristi Takatifu kila inapojitokeza nafasi, Yesu mwenyewe unayempokea ndiye atakayekufuta machozi na kukufariji mambo yako yanapokuwa yamechacha, mambo yanapokuwa ni magumu.